Na Mungu unasikiliza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV, ikiwa ni tarehe 12 za mwezi wa 3 2026, saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu na utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni mtasari wenyewe wa habari za moto. Minembwe zaidi ya M23-24 wakamatwa na wengine wakijisalimisha, huko pia jimboni Kivu ya Kaskazini ndani ya kitongoji cha Musinda zaidi ya M2340 wajiunga na wazalendo na FARDC. Pia jijini Goma watakiwa kutokuungana na M23 kwa maandamano ya siku hii ya leo. Kinshasa, serikali ya kanusha shambulio la drone jijini Goma, huku ndani ya jiji la Beni uwanja wa ndege wa waka moto wa Mavivi, serikali yatoa tamko. Kinshasa, Vitale Kamere aunga mkono mabadiliko ya katiba na asisitiza kuwa kuna umuhimu wa kubadili katiba, huku pia wakongomani 90% wakiwa tayari katiba hiyo iweze kubadilishwa. Na msikose pia kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na baadhi ya matukio ya yote ambayo kunazidi kunilima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tuanze na taarifa hizi kutoka jimboni Kivu ya Kusini, tarafani Fizi, Mwenga pamoja na Itombwe, na tuingie kitongoji cha Mikenge, Minembwe na Kakenge ambako zaidi ya M23-24 wakamatwa mateka na wengine wajisalimisha. Ndani ya kitongoji cha Mikenge, baada ya kuweza kudondosha ndege zilizokuwa na rubani 2 za kamikaze kutoka kwa upande wa magaidi wa M23, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia FARDC na wazalendo wameweza kutoa picha wakionyesha wale mateka waliokamatwa wa M23. Zaidi ya 24 walikamatwa mateka na wengine humo wakijisalimisha. Picha hiyo inaonyesha kamanda ambaye anaongoza vikosi maalum kwenye milima hiyo ya nyanja ya juu ndani ya kitongoji cha Mikenge pamoja na Kakenge, ambako zaidi ya magaidi hao waliweza kupata moto kutoka kwa FARDC na hivyo kukosa cha kufanya, ikabidi waweze kujisalimisha. Utafahamu tu kwamba katika hayo maeneo hadi sasa hivi majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanazidi kuendesha operesheni katikati ya Minembwe, huku mashambulizi yakiwa yanaripotiwa kutoka kila kona. Magaidi wa M23 wachache wamebaki Minembwe, lakini imekuwa ni sehemu ya kimkakati ya hali ya juu kuweza kudhibiti Minembwe nzima. Mambo sio mabaya sana kwa upande wa serikali, maana wanazidi kupiga hatua kwa hatua. Siku hizi hakuna kurudi nyuma, badala yake wanazidi kusonga mbele. Miongoni mwa waliokamata mateka kutoka katika uwanja wa vita, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewaahidi kwa wale ambao watakuwa tayari kuendeleza kujiunga na jeshi wako tayari na watapokelewa, na kwa wale ambao pia wataona ni vyema kurudi katika maisha ya kiraia wako tayari pia kuweza kurudi katika maisha ya kiraia, na kutoa wito kwa yeyote ambaye bado yupo upande wa adui aweze kujisalimisha, maana muda bado upo, na ole wake kwa yeyote ambaye atakaidi basi atakiona cha mtemakoni. Pona kutoka kule mnatoka kushida kukifo, ili mnataka kupona banduku yenu kwa lezi. Sawa? Hapa tuko FARDC. Kama mnaona masura hapa, tunaona FARDC. Hakuna vya grave, tunawapokea karibu kwetu. Tutaenda kuonana na wakubwa ya FARDC, atawapokea. Mwenye ataona kama anapenda afanye tu kazi ya jeshi atafanya. Mwenye atapenda ende kijijini, sawa, mzee alishakomala, anaenda kwake, anaenda pumzika mfamilia. Sasa mkwe leo. Sawa?
nadhani mlishaongea na mlishawapatia habari. Kuna mweke na watu wasikuwa na asubuhi na saa ya moja kula ngali mandala na safari ngali mbele. Huku baridi iko mingi, kwa mteremuke kule chini kwenye kuva jua na mtapata namna kukula. Sawa, walikuya mbele walishakuwa maana nitumia mafoto hapo, walishakuwa matenisi vile, walishakuwa lezi ke msike na wasiwasi wenu. Nasikilizana? Ndio hapana. Okay. Problema ni hakuna rezo. Kama rezo ingekuwa nifanya contact na baba wanabakia kule, wafate bakuye kule. Ni mateso na mateso. Kazi ya jeshi naomba mtu anafanya na volonte yake. Mimi napenda niende nikumbania nchi yangu. Natoka raporo ya commerçant banakutana naye munjia alipita hapa, kamata silaha. Mtoto ya masomo pita hapa, kamata silaha. Haiko mzuri. Sawa? Ndio hapa. Courage, félicitations parce que kuamua kusema tutoke tutembee usiku tufike hivi kujitoa. Wengine wanaogopa, wanawasikia pale ono watatuua. Barundi hivyo na badanganya kule Barundi watabaua hivi na hivi. Hapa hakuna vya Barundi, FARDC na tunabapokea. Wenye batakuya wanapata tutabapokea. Sawa? Ndio. Okay. Ukiachana na taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Minembwe, Mikenge pamoja na Kakeke, tukijielekeza huko jimboni Kivu ya Kaskazini ndani ya kitongoji cha Musinda, zaidi ya M2340 pia wameweza kujiunga kwa wazalendo na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukio hilo limefanyika mapema hiyo siku ya jana, na wanajeshi hao wa M23 wako njiani kupelekwa makao makuu ya jimbo Kivu ya Kaskazini kwa muda sasa hivi jijini Beni, ambako watakwenda kutanana na viongozi wa mkoa na wale wa kijeshi pia wa mkoa. Kumefanyika ghafla hiyo ambayo wananchi walijitokeza huku wakishukuru kitendo cha wazalendo na FARDC kufanya kazi kubwa kwa ajili ya kuendeleza kulinda amani na kulinda raia pamoja na mali yake. Vijana hao zaidi ya 40 wako njiani sasa hivi na wanaungwa mkono na raia, huku raia wakitoa shukrani zao za dhati kwa kukubali kwao kurudi nyuma na kuachana kutumika kama vibaraka wa M23, vibaraka wa Paul Kagame, rais wa nchi ya Rwanda. Bonde emaje utumeyo ukata kamera ukata pokera waeni Hiyo ikizidi kufanyika huko jimboni Kivu ya Kaskazini, tuingie ndani ya jiji la Goma baada ya tukio
la shambulio lililofanyika ndani ya jiji la Goma na kusababisha maisha ya mwanamama wa Kifaransa kuweza kupoteza maisha, serikali ya Goma imeweza kuwaziba masikio na kupandikiza maneno kwa raia wa jiji la Goma, huku ikiwataka raia leo hii waweze kuingia barabarani kuandamana ili kupinga mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani za majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na tukio hilo, vijana wa movementi ya kiraia wanataka raia wote wa jiji la Goma kutokuungana mkono na M23 ili kufanya maandamano hiyo. Ujumbe unasema kwamba yeyote ambaye atajitokeza kwenda kufanya haya maandamano basi atakuwa ni msaliti na ana haki kabisa ya kuendelea kuishi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nitakia niwaombea huruma mutoke mkuye. Osi tumesikia watu wa M23 wanasema population mufanye marche ville morte. Sisi tunasemaka watu wafe ville morte parce que biko naua watu. Biko naua sie population sie hapa Goma. Si wanakatalaka. Sina sie tuitike tubafatirie mwile ville morte parce que tushakuwa peuple naif kuogopa ke wataua mtu. Boutique yenye haitafungula. Tuko na bangalie. Seke na mko ba collaborateur hapo. Mwenye ataitika ke kufanya ville morte anitika vya M23. Yenye nasema ville morte oro tunataka kalia haki yetu, tuseme biko natuua wanakatala kusikwe ville morte. Mwenye atafatilie le ville morte. Tuko na note. Note bien. Hange c'est toujours nyoka nyoka sikulume. Munaona inaanza baluma sasa. Tulianza kusanyisha vene ilisha yala sasa inaanza chomoka inaanza luma watu. Drone kwa ilitokea ni Rwanda. Et voilà, nye watu bananga, banani. Munaona kama tabamaliza tu. Kagame yeye mwenyewe tabamaliza sasa anaanza kuwa anajikuvurire FRDC. FRDC ko Lubero. Ilienda pigana pale Mugoma si Uganda. FRDC ko sijue wapi. Keba Kagame eko inde la yu. Keba na serpa. Merci. Na haya ndiyo mambo ambayo yako yanazidi kutokea jijini Goma. Leo hii magaidi wa M23 wametoa vibali vya kuruhusu watu waweze kuandamana ili kupinga mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani za FARDC, na yote ambayo yataungana na magaidi hawa wa M23 wanaambiwa watakuwa ni msaliti. Raia wote wanahitajika kutokwenda kwenye maandamano haya ambayo yameandaliwa na M23. Tuchukue taarifa hizi kutoka jijini Kinshasa ambako serikali yakanusha shambulio la drone jijini Goma. Kupitia msemaji wa serikali Patrick Muyaya ambaye pia ni waziri wa mawasiliano pamoja na msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekanusha shambulio la drone lilofanyika usiku wa kuamkia tarehe 11 jijini Goma na kusababisha maisha ya mwanamama mfanyakazi kwenye shirika la kimataifa la UNICEF kuweza kupoteza maisha. Tangazo hilo linasema maneno yafuatayo: serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesikitishwa na shambulio lililofanyika na kuondoa maisha ya mwanamama huyo. Bado uchunguzi unafanyika ili kuweza kujua chanzo halisi cha tukio hilo. Kupitia ukurasa mbalimbali za magaidi wa M23 na viongozi wa hawa M23 wameonekana kuinyoshea kidole serikali ya Kinshasa kuhusika na tukio hilo lililofanyika ndani ya jiji la Goma. Kwa upande mwingine, mashirika ya kimataifa yameweza kufanya uchunguzi na kubaini kwamba shambulio hilo la drone limetokea Rwanda. Kuna kitu hapa katikati ambacho kimefichwa. Mwanamama huyo alikuwa anatumika kazi ya kibinadamu kuwasaidia watoto wanaoteseka na kuhangaika ndani ya jiji la Goma kupitia UNICEF. Alikuwa amebebelea siri nyingi na alikuwa anachunguza baadhi ya matukio yanayofanywa na magaidi wa M23 huku akiwashambulia watoto na pia kuwakamata watoto kuingiza kwenye upande wa jeshi lao. Vitendo hivyo ndivyo vilivyokuwa chanzo maalum cha magaidi wa M23 kuandaa mauaji hayo kupitia drone ambazo zilirushwa moja kwa moja kutoka nchini Rwanda. Kupitia kitendo hicho, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko tayari kuendelea kulinda raia pamoja na mali zake, na hivyo kutaka serikali nzima iweze kuweka mikakati maalum kwa ajili ya kuweza kudhibiti maeneo yote
ambayo hadi sasa yanashikiliwa na magaidi wa M23. Tukiachana na tukio hilo lililofanyika jijini Goma na tukijirusha Beni, uwanja wa ndege wa Mavivi hiyo siku ya tarehe 11 jana uliweza kushika moto na hivyo kuweza kutoa na hivyo kuweza kuleta hasara. Kitendo hicho kilifanya serikali ya mkoa kuweza kutoa tamko nzito kama jinsi inavyosimuliwa kutoka kwenye uwanja wa ndege hiyo ya Mavivi ndani ya jiji la Beni. Un incendie accidentel à l'aéroport de Mavivi à ce moment ici. C'est vraiment dommage, on ne sait pas de quelle origine, mais l'aéroport vraiment a fait à ce moment. Pendant qu'on s'apprêtait au check-in, subitement, un feu mystérieux vient de se déclencher dans le salon. Et voilà, et tout se consume. C'est vraiment dommage. L'aéroport de Mavivi à Beni, tout est consume maintenant. Nous sommes à l'aéroport de Mavivi où ce matin il y a eu un incendie qui serait parti d'une source accidentelle et qui a endommagé le petit aérogare de l'aéroport de Mavivi. Donc l'aérogare de Mavivi pour l'instant a été complètement consumé. Mais il faut aussi préciser que c'est un tout petit bâtiment en bois qui avait été érigé à son temps, je crois en 2010, et qui a malheureusement été consumé ce matin par le feu. Nous sommes ici avec tous les partenaires, que ce soit la MONUSCO, que ce soit la justice, et tous les services, n'est-ce pas, de la sécurité, pour le constat. Les enquêtes sont en cours pour déterminer ce qui s'est réellement passé, mais a priori il s'agit d'un accident tout simplement et non pas un acte d'attaque. Il n'y a pas eu d'attaque sur l'aéroport. Comme vous pouvez le constater, l'aéroport est ouvert, les activités continuent, les avions viennent, atterrissent et repartent sans problème, donc il n'y a pas eu de dégâts humains et nous pouvons laisser pour ça. Na baada ya matukio hayo kutoka jijini Beni, uko unasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka One TV, ikiwa ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki, na matangazo yetu pia unayofuata ukiwa uko Australia, ukiwa uko Canada, USA, Europe Central pamoja na East Africa. Ejide Kizenga Tembele, King Sele Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, da Feza da Leteshia, da Asha da Arwe na Kisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel, Yahaya Hussein kutoka Dar es Salaam, kiwa nasikiliza Baraka One TV, Emmanuel Mwangombe, Elisha kutoka Nairobi, Asokolo Ayeba, Asani Ramadan. Na baada ya taarifa hizo, Baraka One TV inakuletea taarifa hizi pia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tubaki huko jijini Kinshasa ambako alikuwa spika wa bunge Bwana Vital Kamerhe aunga mkono katiba kubadilishwa. Baada ya fununu kaza wa kaza kutoka kwenye vyombo mbalimbali vya habari kwamba Vital Kamerhe amepotea na haonekani tena, hatimaye Kamerhe ameweza kujitokeza na kauli nzito za kuunga mkono mabadiliko ya katiba. Vital Kamerhe amesema kwamba katiba ina umuhimu wa kubadilishwa kwa sababu kuna vipengele ndani ya katiba hiyo ambayo vinaruhusu rais wa nchi kuanzisha mchakato wa kubadili katiba. Wabunge pia wana hiyo sababu ya kuweza kuzungumzia kubadilishwa kwa katiba. Serikali vile pia inayo jukumu la kuzungumzia mabadiliko ya katiba, na hata wananchi na wao pia wana jukumu hilo la kuzungumzia mabadiliko ya katiba. Kwa maana hiyo hakuna chochote kibaya endapo katiba itabadilika. Huyu hapa Vital Kamerhe. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, c'est pas un tabou. C'est dans la même constitution,
à l'article 218 où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse. Certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué il va mettre en place une commission. Tukumbuke hivi, hata ile Burundi, hii Burundi ilikuwa na maprobleme. Kuna maprobleme sawa sie, batusi bali basumbua pale, bakaenda kwa makoro za Arusha, kuko makoro zimwa balikubaliana pale, bakaenda kwa election, banguruza bakapita. Wakati baliendelea kupita, Kenya balifanya kia kwanza, juu mule makoro hapo kule kulikuwa siku kutokushange constitution. Lakini Nguruza alisema kaje, nani constitution katiba haiko Biblia au haiko mustaafu ya Kiislamu yenyewe isibadilishwe. Biblia na ile tu Qur'ani njoo isibadilishwe. Lakini vingine vyote vinaweza maneno yenyewe yaliandikiwa na watu inaweza badilika kufuatana na uhitaji ya vitu. Kwa hiyo ifo ishange. Akapeleka kwa referendum kule kwa hapo bakapitia bakashange katiba. Voilà. Ndio vitu ya mbamba bibi mitego yenyewe tuliwaka na wale batusi balitosha. Voilà na sie pourquoi yetu tusitoshe? Faut tuitoshe. Faut tuitoshe. Faut tutoshe vile vya mbaya. Kisekeli kama akitoka na kuacha na changer constitution, atakuwa hakutendea kabisa serikali. Atakuwa anaacha problem. Atakuwa anatuza magonjwa. Anatuza magonjwa na anaacha ingine magonjwa ya kabambi. Na anaacha ingine problem. Anaacha bado inchi iko tu dhaifu tu. Il faut ba changer constitution. Ndio constitution itabloquer vitu vimoja hivi par rapport na magumu tuko mwayo hapa. Par rapport na magumu tuko mwayo. Ile kututosha kwa kudependra kana Rwanda ni kitu ya mzuri sana nyana tufanyie. Il faut changer constitution. Il faut changer constitution ndugu yangu. Constitution il faut ikuwe changer. Tusiwakie tu tunaangalia ataongoza tena ataongoza. Kwani nani mwenye yes ni Kongole? Kwa nini asiongoze? Mimi niko puru constitution kukuwa changer. Bakiniuliza maoni yangu constitution kukuwa changer. Na mimi nafikiria ila contre ya ile message bakao patia ba chef coutumier. Aussi ni manani ya kutupeleka kule kwa kuconvaincre bale bami kuyua promesse ya kuchanger constitution. Kuboresha promesse tuko na muinchi. Na ifo sensibilisation tafanyika, tutaenda mu referendum. Ile referendum wao wanapenda, majorite kikubali inapita, constitution inakuwa changer. Acha kutuambia kao professeur Mbata zamani alifasemaka hivi na kisi wasema leo alisemaka juu alikuwa mkipindi ya gouvernement Banyarwanda kwa pendaka akufe. Lakini leo hapa ifo aseme bebiko wazi. Tunaanza kuona balukwewe wanaanza lomba msamaha nini. Maproposal hapo za mbamba wazee walitumika depuis wakati ya Mobutu abachoke abashibe. Kwa hiyo ifo nani? Ifo mule mu constitution mukue bitu yote atufavoriser bien mingi tatufavoriser watoto ya nchi. Bila yote to protéger ba peuple minorité suje nini wasigusiwe biote fo bitoshewe bila. Mwali uwanaka ifo bitudwe msheria mwali uwanaka apashe kupostilia tafasi mo mwali fanya kama crime apashe kupostilia tafasi mo. Fo kuziba banjia wale babandi wote kwa kutafuta madaraka kwa serikali. Okay, kwa tu ni ile magharibi ya leo mtanisamejo ya asubuhi ya leo. Donc tulishamaliza kufanya maanalize na après maanalize vraiment ziko bien concise. Tunaona que armée rwandaise njo yenye ili lancer ile attaque contre la citoyenne française résidence ya
ule agent wa UNICEF pour juu leo kutakuwa rencontre entre Kagame na Emmanuel Macron Paris, batadiskute juu ya candidature ya OIF, Organisation Internationale de la Francophonie. Batadiskute aussi juu ya contrat yenye gouvernement français ta résilier, contrat ya soutien ya armée rwandaise par la France, et aussi batadiskute juu ya crise sécuritaire à l'est de la RDC. Alors maile makalkule baliona ba créer ka kitu kenye katapatia Rwanda poa, notamment ule citoyenne française mwenye alikuwa muvile ya Goma, parce que la France va se fâcher et tout ça. Maintenant kwenye balihopea ni fasi gani? Eke sa tu balipiga directement ba communicateur yabo bote balikuwa deja active, bote bakapata information bakaipublier pale à la même minute, kuanzia ku porte parole wabo chargé de communication wabo Lawrence Kanyuka, ba Bertrand Bisimwa, bote ba Wembi, ba Rodriguez, ba Benjamin, ba mingi bote bakapublier à la même minute. Deja pale à la même minute bakakuwa basha kuwa na identité ya mtu mwenye anakufa, donc bakapana bila yote ya ataki, contrairement na zengine maataki zote banapataka jamais awaya panaka bila mumwe ya 7h. Kwanza batu nyo banaendana bisema wala bo hawabisema waya mpesa, donc George balicheza ile kamsa chef kule kweiko leo Paris apati biatasema aoneshi tout ça. Mais bon, bana contrôler espace aérien ya vile ya Goma, avana argument, donc bali monter plat mobaya bangi habakuwa ba intelligent, basi chungu ya shetani haina mfuniko mingi, kwa se chungu ya shetani inakuwa na mfuniko, bangi kamata busoda bwabo atabu dise babutie muhimezo hemwa babupigia amo, kisha bakisema kile drone li cible nani donc résidence ya ba militaire yabo tout ça. Là ils auront un peu d'argument, mais kugenda cibler tout une citoyenne civile bali eshwe kabisa. Njo vile baba njo information ile. Le 1 touche seulement le plafond. Angalia muzime ya pili kwanza. Chef, muzime kwanza hii. Muzime kwanza hii. Muzime kwanza hii. Nani mulete mungazi hili, mungazi iko pale. Mukalete mungazi pale. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Tunatoa shukrani za dhati kwa wale wote ambao wanafuata matangazo yetu kutoka Malawi. Malawi pia kuna watu wengi kule ambao wako natusikiliza na pande zote za dunia, na mimi ni ndugu yenu
Rajab Wakili Kabonga. Tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Bye bye.